Bado ndani ya Kigali, Rwanda, ikiwa ni mwendelezo wa kupeana taarifa zinazoendelea hapa Kigali, na kwa mujibu wa klabu ya El Merreikh kutoka Sudani, wenyewe wamethibitisha siku ya kesho, kwa maana ya Jumanne, watakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambao utapigwa hapa hapa Kigali. Sasa Simba tunafahamu kwamba wapo katika maandalizi, walikuja Kigali Rwanda kwa ajili ya michuano ya Sekafa Kagame na waliishia katika hatua ya makundi wakipata mechi tatu ambazo mbili walikwenda sare dhidi ya Mogadishu City, dhidi ya Jamus, lakini wakaja kushinda dhidi ya Singida Black Stars. Baada ya hapo ratiba yao ya mazoezi ikawa inaendelea kama kawaida. Kwa siku wamekuwa kitrain mara mbili, wana train asubuhi, wana train jioni, lakini jana kwa maana ya siku ya Jumapili ilikuwa ni off, ilikuwa ni siku ya mapumziko, wachezaji walikuwa wako free kufanya shughuli zao nyingine, haikuwa siku ya mazoezi kwa lugha nyepesi. Lakini siku ya kesho kwa maana ya Jumanne, mnyama Simba anatarajiwa kushuka dimbani katika mchezo wa kirafiki ambao utakuwa indoor. Mchezo huu wanakwenda kucheza na El Merreikh. Yes, kumbukwe wenyewe bado Simba hawajaweka wazi juu ya taarifa hiyo. Hakuna ukurasa wowote wa mitandao ya kijamii ambao wameshaandika, lakini tayari hapa Rwanda wanahabari mbalimbali wanaripoti juu ya uwepo wa huo mchezo, lakini pia wenyewe El Merreikh kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii wamethibitisha kuna huo mchezo wa kirafiki ambao watacheza Jumanne. Mbali na hapo, labda Simba wenyewe hawajaona kama kuna uzito wa kutangaza uwepo wa hiyo mechi, au wana muda wao ambao wameutenga kwa ajili ya kutangaza hiyo mechi. Lakini tunaangalia faida ya hiyo mechi na kitu gani tutarajie. Eneo la kwanza kabisa, kwa maana ya faida ya hiyo mechi ni kuendelea kuweka fitness level iendelee kuwa kubwa kwa wachezaji. Unajua pre-season ya msimu huu imekuwa kidogo na changamoto, kwa maana timu zimechelewa kuingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya. So hata Simba wenyewe walikuja kwenye michuano hii ikiwa hawajaingia camp muda mrefu. Wamecheza hiyo michezo mitatu ambayo imewapa intensity nzuri, lakini wakapumzika. Hizi siku mbili tatu ambazo wamepumzika hapa inatosha kwa wao kuingia katika mchezo mwingine wa kirafiki. Mchezo huu uliombwa na wenyewe El Merreikh, waliwaomba Simba, na Simba mpaka El Merreikh wanakuja kusema kwamba tayari hii mechi wanakwenda kuicheza na wameshathibitisha hilo. Maanake Simba amekubali uwepo wa huu mchezo wa kirafiki. Sasa kwa mujibu wa logistics na reports mbalimbali hapa Rwanda, mchezo huu utapigwa katika uwanja wa Ferwafa. Yes, Ferwafa ni shirikisho la soka la hapa Rwanda. Yaani kimazingira ya nyumbani Tanzania, let's say tuseme mchezo huu uchezwe uwanja wa Karume. Yaani hapo ilipo ofisi ya TFF na ndo kuna uwanja. Kwa hiyo ilipo ofisi ya Ferwafa maeneo ya Remera hapa Kigali, mbele yake kuna huu uwanja wa Ferwafa ambao uko chini ya hilo shirikisho la soka la Rwanda, ndio uwanja ambao utatumika. Merreikh tunaenda kumwangalia sasa. Merreikh kwanza, Simba wanakwenda kucheza hii mechi ikiwa ni kwa mujibu wa ratiba inakwenda kuwa mechi ya mwisho kuelekea siku ya Simba Day. Maana yake ni nini? Maana yake Simba wanaendelea kuitengeneza ile chemistry, kuendelea kuitengeneza timu ambayo itakuwa na ushindani kuelekea katika siku ya Simba Day. Mpinzani huyu ambaye anakwenda kucheza naye kwa maana ya Merreikh ni mpinzani bora, ni miongoni mwa timu bora za Afrika Mashariki. Sio leo, Merreikh ni miongoni mwa timu ambazo zina mataji ya CAF. Yaani ukiangalia timu za Afrika Mashariki ambazo mataji ya CAF wamebeba, Merreikh nao wapo. Kama nakumbuka vizuri 2007 2008 hivi walibeba ubingwa huo wa CAF Confederation. So Merreikh miongoni mwa timu kubwa katika Afrika Mashariki hii. So ni mpinzani mzuri, lakini Merreikh wanashiriki ligi ya Rwanda, BK Premier League. Walikuwa wanacheza ligi kwao Sudan, tunafahamu of course hilo ni eneo ambalo tuweze kukaa muda mrefu. Kwa hiyo wako Rwanda sasa hivi tunapozungumzia, na uwanja ambao wanafanyia mazoezi ni uwanja huo wa Ferwafa, eneo ambalo Simba pia huwa wanafanyia mazoezi yao. Baada ya kutolewa kwenye michuano ya Sekafa wamekuwa wakitumia uwanja huo wa Ferwafa kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo ni timu ambazo zimekuwa zikikutana, yani Simba na Merreikh mazoezini wamekuwa wakikutana, na hata wazo la kuomba mechi ilikuwa ni Merreikh katika uwanja wa mazoezi wa Simba au uwanja wa Ferwafa walikuwa wanafanya mazoezi, ndio akafanya utaratibu wa kuomba mechi na Simba, akifahamu kwamba wanashiriki michuano ya kimataifa, kwa hiyo wanahitaji intensity ya juu. Ikumbukwe Merreikh mchezo huu akicheza kwenye idadi ya michezo ya kirafiki unakuwa mchezo wa 3.
Mchezo wa kwanza walicheza dhidi ya Gorilla. Gorilla ni timu ya hapa Rwanda ambayo inashiriki ligi kuu ya Rwanda, iko nyuma ya Tycoon mmoja hivi, mwamba mmoja hivi, ana fedha nyingi sana. Huo ndo mchezo wa kwanza, walishinda magoli 3-0. Mchezo wa pili waliucheza jana, wamecheza dhidi ya Mogadishu City ya Somalia, timu ambayo ilikuwepo kwenye michuano hii ya Sekafa Kagame. Walikuwa kundi moja sambamba na Simba, lakini walitolewa na wenyewe, so wakapata mechi ya kirafiki dhidi ya El Merreikh, na katika mchezo huo matokeo of course sikuyapata, honestly sikupata matokeo, lakini wamecheza mechi nyingine ya kirafiki dhidi ya Mogadishu City. Na mbali na hapo sasa, mchezo wa tatu ndio wanakwenda kucheza na Mnyama. Kwa hiyo kila mmoja na demands zake za huo mchezo. Merreikh ni kikosi ambacho kinakwenda kumpa Simba test nzuri sana, nzuri. Merreikh wana wachezaji wengi wazuri, wamesajili vya kutosha, the like of miongoni mwa nyota ambao msimu uliopita alikuwa na performance bora kabisa kutoka ligi ya Malawi na ndo MVP wa ligi kuu ya Malawi, Salima Chikumbutso. Huyu yupo kwenye kikosi cha Merreikh katika safu ya kiungo cha ushambuliaji. Lakini pia wanaye Enoch Morrison ambaye MVP wa ligi kuu ya Kenya msimu uliopita, yupo kikosi, anacheza katika dimba la chini as a midfielder. Lakini wana wachezaji wengi, wana wachezaji kutoka Madagascar pia kikosini, wana wachezaji kutoka Zambia, miongoni mwao ni pamoja na Obino Chisala, nyota ambaye national team wanamtumia kama fullback wa kushoto kutokana na uwezo wake wa kutumia vizuri mguu wa kushoto, lakini ni nyota ambaye kabla ya timu hii alikuwa kwenye kikosi cha Costa do Sol cha Msumbiji, na mwenyewe pia yupo ndani ya kikosi cha Merreikh. Na wachezaji wa Simba wanavyomalizaga mazoezi kabla ya Merreikh kuingia, huwa wachezaji huwa wanasalimiana. Yaani unaweza kumuona Chama amekwenda kusalimiana na Obino Chisala, wanaongea lugha moja. Unaweza kuona mchezaji wa Simba wengine ambao wanawafahamu wachezaji the like of Lebase Geye, unakuta kuna Msenegali ndani ya Merreikh, atakaa naye, atazungumza naye. Kwa hiyo hayo mazingira yapo, manake wachezaji wanafahamiana. Sasa hii ni mechi ambayo muda hasa specific bado sijafahamu, tutajuzana kadri muda unavyozidi kwenda, lakini mechi ambayo inakwenda kuchezwa Jumanne katika uwanja wa Ferwafa, na nitawapa update, nitawaambia kitu gani ambacho kimeendelea katika mechi hiyo, na hizo updates utazipata pia kupitia mitandao ya kijamii ya Azam TV. Naamini hata wenyewe Simba pia watakuwa na update, lakini kupitia jukwaa hili tutakuja kuzungumza pia kitu gani ambacho kiliendelea katika uwanja wa mechi katika mchezo huo. Yes, so mimi ni jicho lako, mimi ni sikio lako kutokea hapa Kigali kwenye kambi ya Simba na yale yote ambayo yanaendelea kutokea hapa. So hilo ndo kubwa kwa wakati huu, nilisema hapana, inabidi niwapenyezee hiki ambacho kinaendelea kwa wakati huu ndani ya Kigali. Anyways, hilo ni kubwa zaidi. Naamini haina swali la kuuliza kufuatana na hili ambalo nimeliongea hapa. Ni taarifa tu ambayo nilikuwa naitoa. So usisahau kusubscribe Mzinga Sports.